Tumekutana hapa kwa jambo moja kubwa. Kuanzia jana nimekuwa napokea simu kutoka kwa wengi wenu wakitaka ufafanuzi juu ya swala la Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia, na wengine wamenipigia simu, lakini pia nimeona mijadala kwenye vyombo vya habari. Sisi kwenye sekta ya nishati tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uamuzi na ridhaa ya kuruhusu umeme uweze kuingia katika kanda ya kaskazini kutokea nchi jirani. Tunamshukuru sana, ilikuwa ni uamuzi makini mno. Nianze kwa kueleza hali ya umeme ilivyo nchini. Sasa hivi hali ya umeme nchini kwetu ni nzuri kwa kiasi kikubwa. Siwezi kusema hatuna changamoto yoyote, hapana. Kuna maeneo umeme unakatika hapa na pale, lakini kwa habari ya uzalishaji umeme na kuwa na umeme wa kutosha nchi tunao. Nataka hilo mlielewe, ili nitakapokuja kufafanua vya Arusha muwe mmenielewa vizuri. Hatujasema tunachukua umeme kwa Arusha kwa sababu kuna upungufu wa umeme nchini, hapana. Na hata msemaji mkuu wa serikali alivyoelezea hakusema hivyo. Sasa hivi jumla ya umeme unaozalishwa ndani ya nchi ni megawati 3796. 3796. Na umeme unaohitajika nchini ni megawati 2200 ukijumlisha mikoa iliyoko nje ya mfumo wa grid. Lakini ukizungumza umeme ulioko ndani ya mfumo wa grid peke yake ni megawati 1908. Umeme tunaozungumza kwamba tunataka kuchukua katika mkoa wa Arusha ni umeme kidogo sana. Yaani umeme tunaosema tunataka kuuingiza Arusha kutoka nje sio mwingi, ni kidogo, ni megawati 100. Kumbuka nimesema uzalishaji wetu ni megawati ngapi? 3796, karibu 4000. Lakini tunataka kuingiza pale Arusha ni megawati 100 tu. Umeme tunataka kuingiza Arusha ungekuwa wenyewe tu usingetosha mahitaji ya Arusha, au rather mahitaji ya kanda ya kaskazini. Mahitaji ya kanda ya kaskazini ni karibu megawati 300. Lakini tunachotaka kuingiza pale ni megawati 100 tu. Sasa kwa mikoa ile ya kanda ya kaskazini, changamoto kubwa iliyoko kule ni ya voltage. Voltage zinashuka. Kwa hiyo voltage zinakuwa chini kuliko zinavyopaswa. Kwa mfano, kwenye umeme wa msongo wa kilovolt 220, voltage zake zinatakiwa ziwe kilovolt 220 plus or minus 10%. Isiende nje ya hizo range. Ikienda nje ya hizo range, wananchi watalalamika majumbani mwao umeme mdogo, na baadhi ya vitu vitaungua. Ndio maana unasikia mahali fulani watu wanasema taa inawaka kama nini? Kama kibatari. Ni kwamba umeme upo lakini voltage iko ndogo. Na ndio tatizo kubwa sana ambalo tunalipata kwenye mikoa ile ya kanda ya kaskazini. Sasa kinachofanya volti ziwe ndogo ni kwamba kuanzia pale umeme unapotokea mpaka unapofika kwa mtumiaji, endapo umbali ni mrefu sana, njiani kuna ile voltage zinakuwa zinapotea, zinapungua. Kwa Tanzania umeme wetu mwingi sana unazalishwa upande wa kusini. Kusini kwa maana ukiangalia kaskazini kule, umeme mwingi unatoka kusini mwa mikoa ile ya kule. Umeme mwingi unatoka Dar es Salaam, unatoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Rufiji, unatoka mkoa wa Morogoro, unatoka mkoa wa Iringa. Huko ndio umeme mwingi wa nchi unakotoka. Na hivyo kama mteja yuko Manyara kwa mfano, inabidi umeme huo usafiri kutoka mikoa hii ninayoisema uende mpaka Manyara, na ukiangalia inaenda mpaka kilomita 700 kwa baadhi ya maeneo.
Kwa hiyo umeme unapofika pale, voltage drop inakuwa imetokea njiani. Sasa kunapokuwa na voltage zimeshuka, kunakuwa na changamoto nyingine inayozaliwa. Changamoto hiyo ni upotevu wa umeme. Mahali popote ambapo voltage ziko chini, umeme unapungua, unapotea. Na kwa kesi yetu sisi tumepata umeme ambao tunataka kuuingiza kutokea kaskazini na hasa kutokea Ethiopia. Makubaliano yetu tumefanya na nchi ya Ethiopia. Kwa hiyo umeme utakuja kutoka Ethiopia, utaingilia Namanga. Na tunaona kwamba tukiingiza ule umeme pale, mambo mawili yatatokea. Kitu cha kwanza, ile voltage ambayo imeshuka sana. Neno voltage Kiswahili chake kidogo kigumu, wanaita msongo, lakini msongo kwa wengine ni gumu zaidi. Kwa hiyo nikisema voltage nadhani mnanielewa. Sasa zile voltage ambazo zimeshuka sana, ukiingiza ile megawatt 100 pale, zitapanda. Voltage itarudi normal. Itarudi kwenye kiwango chake. Na ikirudi tu kwenye kiwango chake, ule upotevu wa umeme unaotokea kwenye mikoa ile wote tutauokoa. Tukiingiza zile voltage zile megawatt 100 pale Arusha, upotevu wa umeme upatao megawatt 17 tutauokoa. Yaani tuna megawatt 17 ambazo zitapotea, zitaacha kupotea kwa sababu voltage itakuwa imestabilize na mfumo mzima umeimarika pale. Sasa ukizungumza megawatt 17 ni umeme mwingi kuliko unaotumika katika mkoa wa Songwe. Mkoa wa Songwe unatumia megawatt 14. So ukiweza kuingiza zile megawatt 100 zinazoingia, utaokoa megawatt nyingine zinazopotea 17. Kwa hiyo nini sasa, ile ultimate effect ni megawatt itakuwa sawa na umeingiza megawatt 117.